nilivyotambulishwa, majina yangu ni Kelvin Kisayo, ni wakili wa serikali mwandamizi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Katika wasilisho langu kuna mambo kama matano hivi tutaongozwa nayo. Kwanza, nini maana ya sheria ndogo? Lakini cha pili, aina hizo za sheria ndogo ambazo tunasema tunazo. Kitu cha tatu ambacho nitashare uzoefu nani kuhusiana na mamlaka ya utunzi wa hizo sheria ndogo, na tutapita kwa pamoja kwenye sheria tatu tofauti. Sheria ya kwanza ni sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya, sura ya 287, ambayo hii inazihusu halmashauri za wilaya zote pamoja na mamlaka za chini yao. Lakini sheria ya pili ambayo tutapita kwa haraka ni sheria ya mamlaka za serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura namba 288. Lakini mwisho wa siku tutarudi kwenye ile sheria ya fedha za serikali za mitaa, sura namba 290. Sasa nini maana ya sheria ndogo? Sheria ndogo ni kanuni ambazo kimsingi zinatuongoza kwenye maeneo yetu ya utawala kufanya shughuli mbalimbali ambazo tumekasimiwa kuzifanya na sheria ya Bunge. Setup ya mamlaka za serikali za mitaa kama tunavyojua zimetengenezwa katika sheria kuu mbili. Sheria ya kwanza ni sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya, sura namba 287. Hii ni sheria ambayo imetoa mamlaka ya utekelezaji wa shughuli katika halmashauri za wilaya zote nchini. Lakini sheria ya pili ni sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za miji. Hii nayo inaziongoza mamlaka za miji kwa maana ya mamlaka za manispaa, majiji pamoja na miji. Kwenye mamlaka zetu na dokumenti ambayo tayari imeshaandaliwa na wanasheria wetu kule kwenye mamlaka. Muhimu ambacho nakiona tunachotakiwa kujua, output yetu ni ipi au mchango wetu kwenye halmashauri zetu ni zipi katika utungaji wa sheria hizo ndogo. Kama nilivyosema, muhimu au msingi wa utungaji wa sheria ndogo, kwanza tunaanza kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yenyewe imekasimisha Bunge mamlaka ya kutunga sheria, na Bunge likatunga sheria za kutusimamia sisi. Kwenye sheria hizo tumepewa sasa mamlaka ya kutunga sheria. Kwa mfano, kwa wale wa halmashauri za wilaya, kifungu cha 155 cha sheria ya mamlaka za wilaya, sura namba 287 ndio kimesema mamlaka za serikali za mitaa zitatunga sheria. Kwa hiyo mamlaka yetu yanatoka pale. Sasa sheria zinahusiana na nini? Kifungu hicho kimesema usimamizi wa mazingira na baadhi ya mambo mbalimbali ambayo tunayo kwenye halmashauri zetu. Kwa ni rai yetu kwamba sisi kama viongozi kwenye maeneo yetu tunatakiwa tuhakikishe kwamba pamoja na sisi kutunga hizo sheria ndogo, wananchi wetu wanajua hizo sheria ndogo na wanaelewa masharti yaliyoainishwa kwenye sheria ndogo kwa mustakabali sasa wa halmashauri zetu. Sasa tukija kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa, sasa hii ndio injini ya halmashauri kwenye utendaji wa halmashauri zetu. Kiangalia kwenye sheria ya fedha ya serikali za mitaa, yenyewe imetupa vyanzo mbalimbali kama nilivyotangulia kusema. Kifungu cha 6 cha sheria hii kimeongelea vyanzo mbalimbali vya halmashauri.
kwenye urban authority au mamlaka za miji. Kifungu cha 7 kimeongelea vyanzo mbalimbali vya mapato kwenye halmashauri za wilaya. Kifungu cha 8 kwenye township authorities au mamlaka za miji midogo. Sasa ni wapi ambapo huwa tunajielekeza tofauti? Tumekuwa na utaratibu ule ule kwenye sheria ndogo zetu. Tutaongelea ushuru wa mazao, tutaongelea ushuru wa mchanga, kokoto, ndio kukodisha mali za halmashauri, ushuru wa huduma na baadhi ya vyanzo ambavyo vimekuwa kila siku ni vile vile. Sasa sheria haikatazi kutunga hivi vyanzo, tunaruhusiwa kuvitunga, lakini kwenye utekelezaji wake sisi kama viongozi tunafanya nini kwenye eneo la mapato? Currently tumeona mwelekeo wa serikali ni kutokamata mali yoyote ya mwananchi. Maelekezo yalishatolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akiwa Iringa kwenye maziko ya Mheshimiwa Lukuvi, lakini pia kama TAMISEMI tumepokea maelekezo hayo. Wakati tunaenda kutunga sheria ndogo zetu, tuhakikishe kwamba hatuweki kifungu chochote ambacho kinatoa mwanya wa kukamata mali ya mwananchi wakati wa utekelezaji.